Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi anakabiliwa na mjadala mkubwa wa kisiasa na shinikizo la ndani kufuatia madai ya kupelekwa katika kamati ndogo ya maadili ya Chama cha Mapinduzi. Kupitia taarifa zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii baada ya kikao maalum cha Halmashauri Kuu ya Taifa ya CCM kilichofanyika visiwani Zanzibar, kiongozi huyo wa ngazi ya juu anadaiwa kutofautiana na safu ya uongozi wa chama hicho. Fukuto hilo linamhusishwa moja kwa moja na kauli za hivi karibuni za kiongozi huyo alipowataka Watanzania kupigania na kudai katiba mpya. Katibu mkuu huyo wa zamani wa CCM Daktari Emmanuel Nchimbi anadaiwa kuwasilishwa mbele ya jopo hilo cha nidhamu baada ya ushauri uliotolewa na wajumbe wa ngazi ya juu wakati wa kikao hicho kilichoongozwa na mwenyekiti wa CCM Taifa, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Mjadala huo uliibuka Julai 29 mwaka wa 2026 kufuatia kikao cha mjimba misingi cha chama tawala kilichopitia masuala mbalimbali ya kiutendaji na uteuzi wa viongozi wa idara mbalimbali. Taarifa za ndani zinatabainisha kuwa kauli ya kiongozi huyo kuhusu katiba mpya silitafsiriwa kama hatua inayopingana na msimamo rasmi wa serikali na chama. Mwanasiasa huyo wa siku nyingi na katibu wa zamani wa organization Daktari Emmanuel Nchimbi anadaiwa kukumbana na ukosoaji mkubwa kutoka kwa baadhi ya wajumbe mashuhuri wa Halmashauri Kuu, akiwemo aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda maarufu kama Bashite. Kupitia taarifa zilizowekwa wazi na mwanaharakati Maria Sarungi kwenye mitandao ya kijamii, ilielezwa kuwa pendekezo la kumpeleka kiongozi huyo kwenye kamati ya maadili lilizua mzozo na mjadala mkali kati ya wajumbe waliohudhuria kikao hicho cha Zanzibar. Mjadala huo uliakisi mgawanyiko wa kifikra na kimtazamo ndani ya chama tawala kuhusu mchakato wa mabadiliko ya sheria mama ya nchi. Kiongozi huyo wa serikali na mjumbe wa kamati kuu Daktari Emmanuel Nchimbi anakabiliwa na uchunguzi unaotarajiwa kuongozwa na mwanasiasa mkongwe na mjumbe wa Halmashauri Kuu Stephen Wasira. Taarifa za mwanaharakati huyo zilibainisha kuwa kikao hicho cha maadili kinatarajiwa kuhoji uhalali wa kauli za makamu wa rais zilizodai kuwa rais ana nia la kuleta katiba mpya. Uhusiano wa kihistoria kati ya viongozi hao wawili katika uongozi wa chama na maamuzi ya zamani ya uteuzi unatajwa kuongeza ukali wa mjadala huo wa nidhamu unaoendelea ndani ya mfumo wa CCM. Mjumbe huyo wa ngazi ya juu wa CCM pia amekuwa kiini cha uchambuzi wa kina uliotolewa na askofu mkuu wa dayosisi ya Karagwe wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Triple KT Daktari Benson Bagonza kupitia ujumbe uliosambazwa kwenye mitandao ya kijamii ukiambatana na picha ya makamu wa rais aliyepita Daktari Philip Mpango akimkabidhi majukumu. Kiongozi huyo wa kiroho alibainisha kuwa mzozo huo unadhihirisha kutokuwepo kwa nia ya dhati kutoka kwa watawala kuleta katiba inayotakiwa na wananchi. Askofu Bagonza alieleza kuwa hatua ya kumgeuka kiongozi huyo aliyewataka wananchi wadai katiba mpya inaonyesha wazi kizingiti kilichopo katika mchakato huo. Mtaalamu huyo wa ushawishi wa kisiasa Daktari Emmanuel Nchimbi anatajwa na Askofu Bagonza kama kiongozi aliyejaribu kuinua matumaini ya wananchi kwa kutoa ahadi za mabadiliko ya kiutawala katikati ya taifa lililokata tamaa. Uchambuzi wa kiongozi huyo wa dini ulibainisha kuwa juhudi za makamu wa rais za kueleza nia ya serikali zilikumbana na upinzani kutoka
kwa makundi yanayoshikilia monopoli au hodi ya madaraka ndani ya mfumo wa kiserikali. Hali hiyo imeelezwa kuwa inatishia maridhiano ya kisiasa na kuongeza mgawanyiko kati ya watawala na wananchi wanaotaka katiba mpya. Mwanachama huyo mtiifu na kiongozi wa taifa Daktari Emmanuel Nchimbi anaingia kwenye historia ya viongozi wa ngazi ya juu ndani ya CCM kukabiliwa na changamoto za ndani kufuatia matamshi yanayoguza hisia za umma. Katika kikao hicho cha Julai 29 visiwani Zanzibar, Halmashauri Kuu ya Taifa ilifanya uteuzi wa Aggrey Mrandi kuwa naibu katibu mkuu bara pamoja na kujaza nafasi ya uongozi kwenye idara ya uchumi, fedha na organizations zingine. Hata hivyo, taarifa rasmi zilizotolewa na katibu wa Halmashauri Kuu Taifa, idara ya uenezi na mafunzo, Amos Makalla, hazikutaja kwa wazi maamuzi yoyote yaliyochukuliwa dhidi ya makamu wa rais. Kipindi hiki cha uongozi cha Daktari Emmanuel Nchimbi kinadhihirisha mtihani mkubwa wa kisiasa kuelekea uchaguzi na mchakato wa marekebisho ya sera za chama na dawadi la jinsi la mwaka 2027. Kunatajwa kwa njia ya makamu, kutajwa kwa jina la makamu wa rais katika mizozo ya ndani ya halmashauri kuu kunawapa fursa wachambuzi wa kisiasa kutathmini uimara na shikamano wa ndani ya chama tawala. Migogoro ya aina hii imekuwa ikitokea pindi viongozi wa juu wanapotoa kauli zinazotafsiriwa na mfumo kama kuwapa nguvu wapinzani au makundi ya kijamii yanayodai mabadiliko ya mfumo wa kisheria. Uamuzi wowote utakaotolewa na kamati ndogo ya maadili dhidi ya Daktari Emmanuel Nchimbi utakuwa na athari kubwa katika mwelekeo wa kisiasa wa CCM na uaminifu wa serikali kwa umma. Wakati viongozi wa kiroho na wanaharakati wakizidi kuhoji uwazi wa kikao hicho cha Zanzibar, chama kinakabiliwa na kazi ya kutuliza taharuki na kuweka wazi taarifa ziada ya kutoka makao makuu ya chama zilizotolewa na kufafanua zaidi kuhusu hatua za kinidhamu dhidi ya kiongozi huyo wa ngazi ya juu. Swala hili la Daktari Nchimbi linaendelea kuibua mijadala mbalimbali miongoni mwa wananchi na wadau wa siasa kote nchini Tanzania. Mustakabali wa mchakato wa katiba mpya na nafasi ya makamu wa rais ndani ya safu ya uongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ama Chama cha Mapinduzi kunradhi, unabaki kuwa kiini cha mfuatano wa matukio ya kisiasa nchini.